yenyewe ianze kufanya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له إن الحمد لله نحمده ونستعينه الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إياذني الله مني وإياكم من البدع والضلالات عباد الله أما موضوع خطبتنا اليوم سنعيش في قوله تبارك وتعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون إخوة في الله عباد الله بعدكم حميد الله تبارك وتعالى ونعم ذاك mbalimbali na kwa kumtukuza kwa kutujalia kuwa miongoni mwa waliopewa taufiki na Allah tabaraka wa taala na ni miongoni mwa waliowafikishwa na Allah tabaraka wa taala mpaka wakati huu tunapumua tunavuta pumzi tuliopewa na Allah tabaraka wa taala pasipo malipo ya aina yoyote. Ni wajibu wetu kurudisha shukra kwa Allah tabaraka wa taala kwa hii neema adhima ambayo ametupatia, lakini na kumtakia sala na salamu kiongozi wetu wa umma mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ama maisha yetu ya Ijumaa hii tutaishi katika maneno ya Allah tabaraka wa taala yanayopatikana ndani ya surati al-Baqara aya nambari 44. Allah tabaraka wa taala akisema atamuruna an-nasa bilbirri وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون أتأمرون الناس بالبر mnawaamrisha mnaamrisha watu katika wema watansawna anfusakum wakati huo mnawaamrisha watu katika wema mnazisahau nafsi zenu mnajisahau nyinyi wenyewe. Unawaamrisha watu wafanye mema wafanye ibada wamtii Allah tabaraka wa taala, lakini wewe mwenyewe unaisahau nafsi yako. Watansawna anfusakum, na mnazisahau nafsi zenu. Wa antum tatluna alkitab, hali ya kuwa nyinyi mnakisoma kitabu cha Allah tabaraka wa taala na mnatambua kwamba hayo mnayoyafanya ya kuamrisha watu wema na mkasahau nafsi zenu ni makosa, hayapendezi na Allah tabaraka wa taala. Wa antum tatluna alkitab, na nyinyi mkisoma kitabu cha Allah tabaraka wa taala mnajua kwamba jambo la kwanza Allah tabaraka wa taala analolitaka katika nafsi zetu tuanze kuzikemea nafsi zetu wenyewe. Ku anfusakum,
Ziokoeni nafsi zenu. Jambo la kwanza ni nafsi yako wewe mwenyewe. Ikemee, ikataze katika maovu, ikataze katika mabaya, kisha uiamrishe kutenda mema nafsi yako. Ukiliweza hili la kuikataza nafsi yako katika mabaya na kuiamrisha kutenda mema na ikaweza kufanya mema, basi ndipo unatakiwa uamrishe na wengine. Tukiangalia hata katika hali ya wahi ulipokuja kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alianza kuamrishwa na Allah tabaraka wa taala yeye mwenye Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhal muzammil kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warujza fahjur. Hapa Allah tabaraka wa taala ameanza kuongea na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akimaliza yeye mwenyewe kisha arudi kwa watu wake wa karibu. Kadhalika na sisi tunatakiwa tunapoamrisha mema tuanze kuamrisha nafsi zetu zenyewe zifanye mema. Tunaposoma kitabu cha Allah tabaraka wa taala tukisome kwa mazingatio, ukisome kwa tadabbur, yale mazingatio unayopata ikataze nafsi yako kuyaendea mabaya na iamrishe kuyaendea yale mema yaliyokuwepo ndani ya kitabu cha Allah tabaraka wa taala. Kisha baada hapo walinganie na wengine. Lakini maasafu shadid, masikitiko yaliyokuwa makubwa leo hii, watu wengi wamekuwa wepesi kukataza maovu, wamekuwa wepesi kuamrisha mema, alafu wao kinyume na yale wanayoamrisha. Unaamrisha watu msisengenye, lakini wewe ndio namba moja kusengenya. Unaamrisha watu msizini, wewe mwenyewe namba moja kuzini. Unadhani ni nini utaenda kukikuta mbele ya Allah tabaraka wa taala? Unadhani utaenda kupata nini mbele ya Allah tabaraka wa taala? Wa antum tatluna alkitaba afala ta'qilun. Hivi nyinyi hamfahamu kwamba kuyafanya hayo ni makosa? Hamfahamu? Kisha Allah tabaraka wa taala akasema katika aya nyingine katika sura As-Safat aya 2 na 3, ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Enyi mlioamini, lima taquluna ma la taf'alun, kwa nini mnasema yale msiyoyafanya? Kwa nini mnasema yale msiyoyafanya? Na hizi aya zimekuja siyaki mbalimbali. Baadhi yake katika mufassirun wanasema aya hizi zilikuja kwa masahaba. Zilikuja kwa masahaba baada ya kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam ni amali gani tungeweza kupewa na Allah tukawa wenye kushikamana nayo sana kwa kuifanya kwa wingi. Lakini ikateremshwa amali ya jihadi, wengine wakawa wamekimbia, wanakuwa zitu kuliendea lile. Allah akateremsha hizi aya, lakini hazijaishia kwa masahaba, zimekuja mpaka kwetu sisi ambao tunafuata mwenendo wa wema waliotangulia. Kivipi? Sasa hivi tunaamrishana mema, na ndio sifa ya ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam waliosifiwa na Allah tabaraka wa taala kwamba nyinyi ni umma bora. Taamuruna bil ma'ruf, mnaamrishana katika mema, watanhauna anil munkar, na mnakatazana kuendea maovu. Mnaamrishana mema na mnakatazana maovu. Sasa kama sisi ni umma bora, tunaamrishana mema, tunakatazana maovu, basi kabla ya kuamrisha, kabla hujamwamrisha mwingine, amrisha nafsi yako kwanza ifanye mema. Unawaambia watu na wakumbusha wenzako, amkeni kuswali swala za usiku, na wewe mwenyewe huamki kuswali usiku. Musiba. Unatakiwa unapoamrisha wenzako, unapowakumbusha wenzako, na wewe uwe mfano mwema kama ambavyo kwamba wema waliotangulia walikuwa wakifanya. Moja katika akwal Imam Shafi aliambiwa na baadhi ya watu wake, hebu tutolee hutuba ya kuachia watumwa huru, kuacha watumwa huru.
tutolee Ijumaa inayokuja hutuba ambayo inaambatana na kuachia watumwa huru. Akamwambia sawa. Ile Ijumaa ilipofika akatoa hutuba nyingine. Ijumaa nyingine ilipofika akatoa hutuba nyingine. Ijumaa ya 3 ndipo akatoa ile hutuba. Baada ya kuitoa akamuuliza, mbona tulikuomba muda mrefu umechelewesha mpaka Ijumaa 3 zimefika? Akawaambia, nilichelewesha si kwa bahati mbaya, ila nitaamrisha vipi watu wafanye wema aliyakuwa mimi sijaufanya. Wakati huo kabla sijatoa hiyo hutuba nilitafuta mtumwa, nikamnunua kisha nikamwacha huru. Baada ya kumwacha huru nikapata ujasiri wa kuja kuelekeza na nyinyi muachie watumwa huru ili mpate malipo mbele Allah tabaraka wa taala. Kwa kuzingatia nini? Kauli ya Allah tabaraka wa taala, atamuruna an-nasa bilbirri wa tansawna anfusakum, mnaamrisha watu kufanya wema na mnazisahau nafsi zenu. Alihofia asije akawa miongoni mwa aliyesahau nafsi yake. Ibadallah, waja Allah tabaraka wa taala, ya ayyuhalladhina amanu, enyi walioamini, lima taquluna ma la taf'alun, kwa nini mnasema yale ambayo hamyafanyi? Mnatoa ahadi msizotimiza. Unaongea jambo alafu ulitekelezi. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, hawi mwenye kutamka neno lolote isipokuwa baina yake kuna raqibun atid. Hao wanadhibiti kila utakaloliongea, wanadhibiti. Likiwa la khairi wanaidhibiti khairi hiyo, na likiwa ni la shari wanaidhibiti shari hiyo uliyoongea. Ibadallah, waja Allah tabaraka wa taala, tutakapotamka neno la aina yoyote katika kutoa ahadi ya aina yoyote, iwe ni ahadi ya khairi iwe ni katika shari, basi tutambue tutakuja kuulizwa na Allah tabaraka wa taala. Satakfa amama rabbik, utakuja kusimama mbele ya Allah tabaraka wa taala. Thumma tusalu, kisha utaulizwa. Kisha Allah tabaraka wa taala atakuuliza kwa lile ambalo kwamba ulilisema, uliliamrisha na wewe mwenyewe hukulitekeleza. Ibadallah, kabra maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Kuyafanya hayo yale kusema ambao huyatekelezi mbele Allah tabaraka wa taala ni makosa. Ni makosa. Na katika hali hii itapelekea kuadhibiwa na Allah. Kwa nini? Kwa sababu umeahidi kile ambacho kwamba hukifanyi. Umesema usilolifanya. Lakini leo hii kwenye kuzungumza watu hawana uoga wa aina yoyote. Mtu anaweza kuongea jambo la aina yoyote bila hofu kwamba hili litakuwa ni sehemu katika mizani yangu yaumul hisab. Utakuja kuulizwa na Allah tabaraka wa taala kwa kila herufi uliyoitamka katika mdomo wako, katika kila ulivyochezesha mdomo wako kuongea jambo la aina yoyote, utakuja kuulizwa na Allah tabaraka wa taala. Na kisha baada ya kuulizwa ni malipo. Faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Ibadallah, ud'u rabbakum wa antum muqinuna bil ijab. أبدا بالحمد لله مسليا على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، tukiendelea na khutbati thania ikiwa na unwan wa kauli yake Allah tabaraka wa taala, ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Tuangalie kuna maneno yapi kutoka kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kunapo kutafsiri aya hizi. Wa an Abi Zaid Usama ibn Zaid ibn Harith radiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yu'ta bir-rajul
يوم القيامة فيلقى في النار. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaelezea katika masimulizi aliyosimuliwa na Abi Zaid masimulizi aliyosimuliwa na Abi Zaid Usama ibn Zaid, anasema ya kwamba nimemsikia mjumbe Allah sala na salam ziwe juu yake yakul, akisema yu'ta birrajul yawm alqiyama fayulqa fi an-nar, ataletwa siku ya kiyama mtu kisha atadumbukizwa, ataingizwa katika moto wa jahannam. Ataletwa mtu siku ya kiyama, kisha baada ya kuletwa siku ya kiyama mtu huyo ataingizwa katika moto wa jahannam. Kisha baada ya kuingizwa mtu huyu katika moto wa jahannam, fatandaliku aqtaba batnihi fayaduru biha kama yaduru alhimaru fi raha. Mtu huyu atakapochukuliwa na kuingizwa katika moto wa jahannam, fatandaliku aqtaba batnihi, machango yake yatatolewa nje, kwa maana tumbo lake litapasuka na matumbo yake yale ya ndani yale yote atakuwa yameninginia. Hali ya kuwa yameninginia, fatandaliku, atakuwa akizunguka katika moto wa jahannam kama vile ambavyo kwamba punda anazunguka katika kinu. Kuna vile vinu vya kusokota vile, punda anazungushwa sehemu, anazunguka kwa ajili ya kufanya kazi fulani. Sasa mtu huyu atachukuliwa siku ya kiyama, atatiwa katika moto na matumbo yake yatapasuka, machango yatatoka nje yamening'inia, na yeye akifanya tawafu ndani ya moto wa jahannam. Kisha baada ya kuwa katika hali hii, mtu huyu akiwa katika hii hali ngumu, hali nzito, fayajtami'u ilayhi ahlun nar, watakusanyika kwake watu wa motoni, watajikusanya watu wa motoni kwa mtu huyu. Watakapojikusanya, fayakulun, watasema kumwambia huyu mtu, ya fulani, ewe fulani, malak, una nini? Ni nini kimekusibu leo hii? Mbona uko katika hali hii? Wewe fulani, mbona leo hii uko katika hali hii? Alam taku ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Wewe ulikuwa duniani ukiamrisha watu kutenda wema, tulikuwa tunakuona duniani ta'muru bil ma'ruf, ukiamrisha watu katika mema, wa tanha 'anil munkar, lakini pia tulikuwa tunakuona ukiwakataza watu kufanya uovu, kufanya mabaya machafu. Ni nini leo hii? Mbona upo ndani ya moto wa jahannam? Tena siku ndani ya moto wa jahannam upo hali ya kuwa dhalili, umedhalilika, umefedheheka. Ni nini kilichokusibu? Mtu huyu atajibu, atasema bala, fayakulu bala, atasema ndio, ni mimi. Kuntu amur bil ma'ruf wala atihi, nilikuwa nikiamrisha kufanya mema, lakini mimi nilikuwa sifanyi mema hayo. Alikuwa akiamrisha mema, lakini yeye mwenyewe si mfanyaji wa hayo mema. Wa anha an munkar, na nilikuwa nikikataza kufanya maovu. Wa atihi, na nikiendea hayo maovu. Kwa maana mtu anakataza watu kufanya maovu, lakini yeye anafanya hayo maovu. Anaamrisha watu fanyeni mema, tufanye hivi, alafu yeye mwenyewe hafanyi mema. Siku ya kiyama mtu huyu atakuja kuwa katika hali nzito, hali ngumu. Lakini moja katika maneno ya wema waliotangulia wanasema, mtu wa kwanza atakayeingia motoni kabla hata ya Firauni lain ni mtu aliyepata elimu ya dini na akawa hajaifanyia kazi elimu hiyo. Huyo ndio wa kwanza atakayeingizwa katika kina cha moto wa jahannam. Ibadallah, waja Allah tabarak wa taala, tunajifunza mambo mbalimbali, tunasoma mambo mbalimbali, lakini tunaamrishana mema mara kwa mara, lakini tusizisahau nafsi zetu katika kuamrisha hayo mema. Wema wa kwanza, anza kuikemea nafsi yako, ongea na nafsi yako, ikataze nafsi yako, iamrishe nafsi yako, iambie ya nafsi, nafsi yangu, tubia kwanza wewe mwenyewe.
fa innal mauta qad hana wa asil hawa fa innal hawa ma zala qad tala. Ongea na nafsi yako, ikataze, iamrishe yenyewe ianze kufanya mema. Ukishaiamrisha kufanya mema, basi ikataze na husda, ikataze na uzinifu, ikataze na dhulma, ikataze na kula riba, ikataze na wasila za muharramati, ikataze na zile njia zote ambazo zitaipelekea nafsi hii kuingia katika yale yaliyoharamishwa na Allah tabaraka wa taala. Kisha ukimaliza ad-da'wa ilayhi, fanya da'wa, kuwalingania wengine. Usianze kuwalingania watu hali ya kuwa wewe mwenyewe bado nafsi yako ni mbovu. Ilinganie kwanza nafsi yako, itengeneze nafsi yako, ikae vizuri, ithibiti katika kufanya ta'atillah, ithibiti katika kufanya khairati. Ikishathubutu nafsi yako katika kufanya mambo ya kheri, mambo mema, basi ndipo ufanye hatua ya pili ya kulingania wale waliopotea. Lakini usije ukawakataza watu, la tanha anil khulq wa ta'ati bimithlihi. Usikataze tabia fulani, usiwakataze watu tabia fulani na wewe mwenyewe unaiendea tabia hiyo. Ama ukisimama mbele za watu unawakataza, jamani kadha wa kadha wa kadha, alafu ukiwa katika njia zako za chochoro huko unayafanya yale uliyokataza, utakuja kujuta mbele ya Allah tabarak wa taala. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Yule atakayemwendea Allah hali ya kuwa amesalimika ndio atakayefaulu mbele ya Allah tabarak wa taala. Tujitahidi kukaa vizuri na wenzetu, maana nje sehemu kubwa imeloa. Tukae vizuri ili na wengine waingie msikitini wapate nafasi za kukaa. Naam, waja Allah tabarak wa taala. Haya tunakumbushana kwa sababu kwenye kukumbusha, ukumbusho unafaa wale walioamini ama wale waliopewa hidayah na Allah tabarak wa taala ya kukumbuka, wanakumbuka. Na pia ili ubadilike katika hali uliyokuwepo nayo, ni wewe mwenyewe kufanya maamuzi. Ili utoke katika hiyo hali uliyokuwepo nayo, uweze kutoka katika hiyo hali uliyokuwepo nayo, ni wewe mwenyewe kufanya maamuzi kwamba bwana, mpaka sasa palipofikia mimi nabadilika na kuwa ni mtu mwema, na kuwa naamrisha mema hali ya kuwa mimi mwenyewe nishaamrisha nafsi yangu, na kataza mabaya hali ya kuwa tayari mimi mwenyewe nishaikataza nafsi yangu. Lakini kama bado wewe mwenyewe hujabadilika, Allah hawezi akakubadilisha. Na hata wengine utakao wakemea hawezi wakafanya, kwa sababu wanakuangalia wewe mwenyewe unaokataza. Unachokataza unakifanya. Inna Allah la yughayir ma biqaumin hatta yughayir ma bi anfusihim. Allah habadilishi yale yaliyokuwepo kwa watu, yale mliokuwepo nayo Allah hatoyabadilisha mpaka nyinyi wenyewe mtakapoamua kwamba tubadilike, twende katika kheri. Kama ambavyo kwamba tumetoka kwenye mwezi wa kheri, tuko bado katika mwezi wa Shawwal ambao ndani yake kuna 6 tu Shawwal, ni katika misimu ya kheri. Utaishi vipi? Ishi katika kheri uliyotokana ndani ya Ramadhani, ishi nao ndani ya Shawwal na miezi inayofuata mbele, ishi katika kheri zile. Waja Allah tabarak wa taala, tutakapoamrisha watu mema, tuanze kuamrisha nafsi zetu kuishi katika wema. Tumuombe Allah atuthibitishe tuwe miongoni mwa wanaotenda mema. Tumuombe Allah atutoe katika dhalala, atuingize katika uongofu. Tumuombe Allah tujalie mwisho mwema. Tumuombe Allah tusame pamoja na wazee wetu. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'alna fi qulubina ghillan lil ladhina amanu innaka antar rahim. Qumu ila salatikum yarhamukumullah wa aqimis salah.